watasimama wale ambao wako tayari kwa ajili ya kupokea meza ya Bwana. Mtaweza kusonga hapa karibu. Karibuni wote ambao mko tayari kwa ajili ya meza ya Bwana. Fanya agano mpya siku ya leo na Mungu. Karibu kwa meza ya Bwana. Kaiye kufanya agano mpya, kwanza upya tena na Mungu siku ya leo. Ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana katika maisha yako. Fanya agano mpya na Mungu. Kwanza upya na Mungu. Tengeneza upya na Mungu. Ina maana katika maisha yako. Tushafanya maombi, na ule ambaye hajachukua karibu, bado meza iko inangoja. Karibu kwa meza. Fanya agano mpya. Ni vizuri kufanya agano mpya na Mungu wetu. Ni vizuri kufanya agano jipya na Mungu wetu. Ni vizuri kufanya agano jipya na Mungu wetu. Inarudisha afya, inatengeneza akili zetu zinakuwa sawa. Kiinua imani yako ya kwamba umechukua damu ya Yesu na umekula mwili wa Yesu Kristo, mambo yanaanza kubadilika katika maisha yako, kwa sababu vyote ambavyo tunavipokea ni kwa imani. Ushindi ambao tunapokea ni kwa imani tu. Kwa hivyo ukiinua imani, utaona kazi ikiendelea kufanyika kupitia meza ya Bwana katika maisha yako. Wewe unahitaji afya, uponyaji uko hapa. Wewe unahitaji utulivu, uponyaji uko hapa. Kila
chochote tunachokitafuta kinapatikana kupitia damu ya Yesu na kupitia mwili wake na kupitia maisha yake aliyoishi hapa duniani, jinsi tunavyosoma kupitia neno. Amen. Kipindi kile tumekamilisha kipindi kile. Nataka kushukuru Mungu, kisha nitamkaribisha askofu aendeleshe kutoka pale. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakurudishia shukrani kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tunasema ni asante kwa upendo wako ulio mkuu, Bwana wa mabwana. Asante kwa pendo lako ambalo tunaliona katika damu yako Baba msalabani. Asante ni kwa ajili ya mwili wako uliovunjika, ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana wa majeshi, ni kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, ili mimi uniteseke pale msalabani. Leo tumeshuhudia kumbukumbu katika kanisa la Smyrna ya kwamba wewe ulipopaa juu mbinguni ulituachia ishara ya kwamba Bwana utarudi, ya kwamba Bwana ungali unatenda kazi, kwa sababu damu yako inatenda, mwili wako unafanya, na tunapokea kupitia hali ambao wewe Bwana umetujali. Utukuzwe milele Yesu. Ishara hii iinue zingine ishara katika maisha yetu. Kumbukumbu hili iweze kufanya kazi katika maisha yetu. Bwana, ijulikane mwezi wa 6 tarehe 7 tulikumbuka kifo chako pale msalabani. Tulikumbuka damu yako uliyomwaga kwa ajili yetu. Tumefanya agano jipya siku ya leo. Tumeanza upya tena, Bwana wa majeshi. Tunasahau yaliyo ya nyuma kutoka Januari mpaka mwezi wa 5. Yale tuliyoyapitia tumeyaacha nyuma, tumesahau. Leo tunaanza upya tena na wewe. Leo tunaanza upya na wewe. Leo tunafanya agano jipya na wewe. Leo Bwana, acha uonekane katika maisha ya Smyrna. Ijulikane ya kwamba kumbukumbu lako liko na uhai. Wakati tunakumbuka uhai unaonekana. Wakati tunakumbuka uhai unarejea. Afya zetu zinarejea. Maisha yetu yanabadilika. Mambo yanainuka yasiyo ya kawaida. Tunapokea ushindi. Tunaona mamlaka ikitimilika. Maana kazi yako Bwana haijifichi, iko wazi, maana wewe ni mwangaza. Utukuzwe milele Yesu. Hili niwe jina lako, maana leo umeanza upya nasi tena. Tunafurahia kuwa pamoja nawe. Kwa sababu hiyo Bwana, tunakushangilia. Shangilia Bwana, sababu ya upendo wake, sababu ya uaminifu wake, sababu ya uweza wake, sababu ya maisha mazuri ambayo anaanza na sisi pamoja. Ametutunukia, ametupa furaha, neema ya kipekee ikazidi kutawala kupitia neno lake, kupitia damu yake, kupitia mwili wake. Tujengeke, tupate moto. Asante, 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 asante Yesu. Asante Baba, asante Mtakatifu, asante Mungu wa hema, Mungu wa amani, Mungu wa uweza, Mungu wa mamlaka. Asante, pokea sifa Bwana wa majeshi. Heshima ni zako Bwana, maana ulitenda yasiyo ya kawaida. Tunakutukuza, tunakushukuru kwa jina la Yesu Kristo.